Vitendo vya wizi vya kuweza kupokonya watu vitu vya mkononi na vitu vya mfukoni vimeshamiri sana ndani ya mji wa Baraka, huku raia wengi wa mji wa Baraka wahofia kuweza kutembea usiku ili kuweza kuhofia usalama wao. Karibuni kuweza kufuata makala yetu ya siku ya leo toka kisima hichi cha habari cha Tukutane TV, ambapo yaletwa kwenu nami Juma J Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Baada ya vurugu kali na ghasia kuwa nyingi katika manispaa ya Katanga, amezikwa siku ya tatu hii ya tariki 25 Juni mwaka 2025 Bi Sekendo Davide baada ya kuweza kupigwa risasi majira ya saa 12 kamili ndani ya manispaa ya Katanga, ni hapa mjini Baraka. Yote hayo yaliweza kuanza pindi kundi mojawapo la wazalendo toka hapa mjini Baraka kuweza kujielekeza katika kijiji cha Malinde ili kuweza kwenda kutoa wenzao ambao walikuwa naweka kamba aweza kuweka kizuizi cha tozo. Hivyo vurugu ilianzia hapo mpaka ndani ya manispaa ya Katanga, ambapo walifikia kuweza kuanza kurushiana risasi. Bi Sekendo David alikuwa ametoka nyumbani kwake kwenda kumtembelea mumewe barabarani ambapo wanafanyia kazi. Hivyo aliweza kukutana na ghasia hiyo na kuweza kupata risasi kwa ghafla na kuweza kufariki papo hapo. Vurugu na ghasia nyingi ziliweza kushamiri ndani ya manispaa ya Katanga, huku wengine wakibaki kuhuzunishwa na hali ambayo yaendelea kwa sasa ya ukosefu wa usalama, ya risasi kupigwa ovyo ndani ya mji wa Baraka na watu wengi kuweza kufa bila sababu. Tukutane TV Baraka yaweza kutoa mkono wa pole kwa familia nzima iliyoachwa. Vitendo vya wizi vya kupokonywa vitu vya mkononi vimeweza kushamiri sana ndani ya mji wa Baraka, huku raia wengi wa mji wa Baraka wahofia kutembea usiku ili kuweza kuhofia usalama wao. Kulingana na baadhi ya raia wa mji wa Baraka ambao wakutaka waonekane kwenye media yetu wala kuweza kupenda kusikika, wameweza kuthibitisha hilo kwamba ifikapo majira ya saa 12 za jioni katika chochoro za mji wa Baraka kuna kuwepo na vibaka ambao wanahusika kuweza kupora watu vitu vya mkononi na vitu vya mfukoni. Kinachoshangaza, raia wengi wa mji wa Baraka wanasema kwamba vibaka hao wanatumia silaha ili kuweza kutishia watu maisha yao na kuweza kuwapokonya vitu ambavyo wanakuwa navyo mkononi. Hawa waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuingilia kati swala hilo ili kuweza kutukomeza swala hilo la ujambazi ambalo lataka kuweza kuzorotesha na kupoteza kabisa usalama ndani ya mji wa Baraka. Uongozi wa vijana ndani ya mji wa Baraka chini ya uongozi wa Maitre Malembe Wake Up the Goal wameweza kugabiziwa rasmi chumba cha mikutano na vifaa vya ofisi siku ya tatu hii ya tariki 25 mwaka 2025, ikizaminiwa kifedha na Monisco na kujengwa na shirika la HDK hapa mjini Baraka. Chumba cha kisasa cha mikutano kimeweza kugabiziwa rasmi kwa uongozi wa vijana, ikiwemo na ofisi 3. CDGP Uvira imeweza kuhusika kuweza kuleta vifaa vya kuweza kuweka ndani ya chumba hicho na ofisi hizo ambayo itakuwa ya vijana hapa mjini Baraka. Sherehe hizo za ugabizi zimeweza kufanyika mbele ya viongozi wengi wa serikali, mashirika ya kiutu, mashirika ya kiraia na mbele ya umati wa watu wengi ikiwemo vijana wengi wa mji wa Baraka. Huku watu wa mji wa Baraka wameweza kufurahishwa sana na swala hilo, wao kuweza kupata chumba ambacho watakuwa wanakusanyika ili kuweza kubadilishana mawazo, kuweza kupanga miradi mbalimbali na kuweza kutatua shida kaza wa kaza ambazo zinapitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Baraka kwa upekee. Maitre Malembe Wake Up the Goal, kiongozi wa vijana ndani ya mji wa Baraka, atoa pongezi zake na kuweza kusema asante kubwa kwa mashirika hayo ambayo yalikwenda kuweza kufanya kitu hicho kikubwa hapa ndani ya mji wa Baraka, ya chumba cha kisasa cha mikutano ikiwemo na ofisi zake zote 3 na vifaa vya kuweza kujaza ofisi hizo. Hivyo anaomba vijana wote wa mji wa Baraka kuweza kutunza vema kitu hicho ambacho waliweza kupewa kama vile msaada. Jeunesse ya Baraka na wazia kwamba mnayua hii ni ouvrage ya jeunesse, na jeunesse ni wakati fulani mtu anapitaka mwayo me jeunesse na bakiaka. Eke donc shebe tuko ba jeune leo, kesho tutakuwa ba vieux na buze na tufata. Na yenye teza acha histoire ni kuona gisi ta gérer hizi ouvrage
pour que jeunesse yenye itakia nyuma yetu nabo bajuire parce que itabakia katuni bâtiment jeunesse à moins que à la longue comme mweza mingi basema non à l'époque ajengaka mubatu jengi kingine cha mzuri mais néanmoins mpaka leo nyumba za babeje waliachaka ni mabiroze watu wakatumikia leo jeunesse oye na ni tete ku garder ile maouvrage en bon père de famille atungi likuta ile maouvrage sa gisu kenda manyumba sa vile nyumba za biro ya DGM pense nyumba ya pense kule na manyumba biro ya maire ile jite niko kule residence meme nyamoma ya maire mnayua mkifika pale mnakuta ni construction ya zamani sana mais leo iko na watu wanaishi hapo paske walichungaka mzuri. Kwa hiyo wandugu, hii ni nyumba ya jeunesse. Il est vrai que serikali iliamua kukue une représentativité, c'est-à-dire atuko mroyome ya mais u kila mtu anakamata desino watu toka na mandevu. Ndio maana kuko comité ya jeunesse na ina recevoir ma programme de doléances za jeunesse via ma assemblée générale soit extra ordinaire soit extra ordinaire, tunapanga gisi ya kufanya. Tumalizie makala hii ya taarifa ya habari mpendwa mtazamaji na habari zitokazo huko nchini Kenya. Zaidi ya watu 8 wafariki dunia na takribani watu 400 kuweza kujeruhiwa. Hayo ni maandamano ya vijana wa Gen Z yaliyotokea huko nchini Kenya siku ya tatu hii ya tariki 25 mwaka 2025. Maandamano hayo ya vijana wa Gen Z yalionekana kuwa maandamano ya amani na maandamano ambayo yaliazimisha maandamano yaliyopita ya mwaka 2024 yalikuwa maandamano ya ghasia kali yaliyosababisha watu wengi kuweza kufariki na wengine wengi kuweza kujeruhiwa. Hivyo waandamanaji vijana wa Gen Z waliweza kufanya maandamano ili kuweza kuazimisha maandamano ya mwaka 2024. Hivyo katika maandamano hayo ya amani kuliweza kuzuka ghasia kali pindi vijana wa Gen Z walipotaka kwenda kushambulia bunge na ikulu ya rais, huku wakakutana na kizuizi kikali cha askari polisi ambao hawakusita kabisa kuanza kurushia bomu za kutoa machozi. Katika ghasia hizo kali watu 8 waliweza kufariki papo hapo na takribani watu 400 waliweza kujeruhiwa vikali. Mengi zaidi mpendwa mtazamaji utaipata katika taarifa zetu za hapo kesho. Tunakushukuru wewe ambao ni kipendelevu bora wa matangazo hii ya kisima cha habari cha Tukutane TV ambao unatufuata kila kukicha. Nite Juma Masuku, nyuma kamera ni Pepe wewe Lonja. Ni mwisho kabisa wa makala yetu ya siku ya leo. Usikose kusubscribe, kushare, kulike, kucomment ili tuweze kuwa bora zaidi ya jana.